Ndiyo tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi, mnatuona kama vile tambara bovu. Eleza muktadha wa dondoo hili, haya ni maneno ya Yona, anamwambia Sara, walikuwa nyumbani kwao, ilikuwa wakati wa alasiri. Na sababu ni kuwa, Yona analalamika, eti wanawake, wanachonganisha wana wao na waume wao. Eleza umuhimu wa msemewa katika kukuza maudhui. Msemewa ni Sara, anaendeleza maudhui ya utamaduni. Kwa mfano anakataa kulala kwa Neema. Na licha ya hayo, anashikilia kuwa watu waoe. Haya. Pia tunamuona anaendeleza maudhui ya ushauri. Pale anapomshauri Asna aweze kuolewa. Pia mpa Neema wosia kwamba maji aliyotumbukiza ndani ni maji ya mbizi. Maji ya mbuzi na si ya mbizi. Pia anatumika kuendeleza maudhui ya mabadiliko. Ametumiwa kujenga maudhui haya pale ambapo alikuwa na siha njema na sasa siha yake imeweza kubadilika. Pia wakati ambapo hakuwa na mtoto sasa anao watatu. Haya ni mabadiliko. Pia anaendeleza maudhui ya masomo. Kwani amesoma mpaka darasa la 7 na pia aliweza kupewa mafunzo na nyanya yake. Pia ametumia kuendeleza maudhui ya kazi. Pale ambapo alikuwa akijifanyia kazi haswa ya kuuza bidhaa walizokuza kule nyumbani. Pia ametumia kukuza maudhui hayo ya kazi. Pale anapozungumzia wafanyakazi ambao wanafanya kazi lakini wengine si waaminifu na kadhalika. Pia ametumia kuonyesha maudhui ya migogoro katika ndoa. Kwa sababu kuna mgogoro baina yake na Yona. Pia ametumia kuonyesha kujenga yale maudhui ya ulevi na athari zake. Athari tunayoiona ni kwamba anapigwa kipigo. Pia ametumia kujenga maudhui ya ugonjwa pale ambapo kutokana na kipigo hiki cha mbwa ameweza kuugua maradhi. Na sasa yuanywa vidonge vya dawa na hawezi kurudia kazi yake. Pia ametumia kujenga maudhui ya ujirani mwema kwa sababu sasa anaweza ana mlahaka mwema vile na Dina. Ndiposa Dina anapoitwa na kuja kumsaidia kufanya kazi. Pia ametumiwa kujenga maudhui ya hekima kwa sababu ana busara kwa yale anayofanya na anayoyazungumza. Pia ametumiwa kujenga maudhui ya uvumilivu kwa sababu aliweza kuvumilia kichapo hicho, akaweza kuvumilia kusutwa na kadhalika. Pia ametumiwa kuendeleza maudhui ya nafasi ya dawa na pia hospitali katika kuponya maradhi. Anaeleza kwamba watu waliokuwa wakimhudumia kule hospitalini walikuwa wazuri. Hivyo ametumiwa kuonyesha nafasi ya matibabu katika kuponya maradhi hadi mtu aweze kupona. Unaweza kuongezea maudhui mengine. Haya ni baadhi ya maudhui niliyoyapata. Tambua mbinu 4 za kimtindo katika dondoo hili. Kuna tashbihi kwa mfano miaka inaposonga mnatuona kama vile tambara bovu. Pia kuna mdokezo dukuduku lakini ndio alafu pia kama haya yametumiwa kuonyesha kwamba kuna maneno yaliyoachwa au mzungumzaji ambaye ni Yona alikuwa anajaribu kukumbuka cha kusema au alikuwa anakadiria aseme asiseme. Pia kuna matumizi ya takriri, neno kama limerudiwa. Onyesha jinsi faraja ilivyoalika katika maisha ya msemewa kwa kurejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Msemewa nilivyofika kusema ni Sara. Faraja imealika kwake baada ya Bike anapobarikiwa na watoto 3 ambao ni Neema, Asna na Salome. Pia
Faraja imealika kwake anaponunuliwa kochi jipya na Neema. Pia Faraja inaalika kwake anapopata matibabu katika hospitali kule mjini. Pia Faraja imealika kwake kwani watoto wake wameweza kuhitimu masomo vizuri. Pia Faraja imealika kwake pale ambapo Yona anaacha kunywa pombe. Pia Faraja imealika kwake Sara anapoajiriwa wafanyakazi na Neema ili kumsaidia kazi kule nyumbani. Pia Faraja imealika kwake anapopelekwa hospitalini za mjini na mwanawe Neema kwa kutumia gari na sio kama hapo awali alipokuwa akitumia gari za umma ambazo huchukua muda. Pia amenunuliwa gesi na Neema, hii ni Faraja. Pia ni Faraja mwanawe ambaye ni Neema anapopata ajali barabarani kisha anaokolewa na kuwa salama. Pia Faraja imealika pale ambapo Neema anawasomesha wanuna wake, hivyo kumsaidia kuokoa ile muda au hela ambazo angezitumia kuwalipia watoto wake kazi. Kwa kutoa hoja 4 kwa tamthilia, eleza vipi utamaduni umethaminiwa katika jamii hii ya Pembe ya Maisha. Utamaduni umejitokeza kwa wingi. Kwanza ni kupitia Sara ambaye anashikilia msimamo kwamba lazima mwanamke aolewe. Jambo lingine, utamaduni umethaminiwa kwani kina Luka, Yona na Beni wanajumuika ili waweze kushabikia au kusherehekea mazao ya kwanza, kwa sababu ilikuwa ni kazi ya wazee kufanya hivyo. Pia Yona anarejea nyumbani akimtarajia kwamba Sara atakuwa amepika. Hivyo ndipo anazua rafsha licha ya kujua kwamba Sara alikuwa mgonjwa. Pia Bunju anashikilia kuwa wakwe hawafai kulala kwake. Pia ni utamaduni ambao umethaminiwa, ndipo Bunju anahakikisha kwamba amefanya jukumu lake la kuhakikisha familia yake iko salama, imekidhiwa mahitaji yote, because we believe that men are the sole providers, the main breadwinners. So lazima afanye hiyo. If men are providers, ndipo tunamuona Bunju akiwajibikia swala hilo. Pia utamaduni umethaminiwa, ndipo alikuwa anapata mtoto wa kike hakuwa anapewa nafasi vile, haswa kwa masomo, hata ndio alikuwa anaolewa wa kwanza. Huu ni utamaduni ambao ulikuwa umethaminiwa. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na wako BK Robo. Zidi kusubscribe, kushare na hata kulike video na comment hapo chini na isubiri. Kwa heri.